Habari kubwa jioni hii hapa tunaambiwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hana njia nyingine isipokuwa ni kuahirisha mkutano wake pamoja na rais wa China Xi Jinping. Rais Trump amesema leo hii kwamba anapanga kuchelewesha ziara ya China baadaye Machi kwa takriban mwezi mmoja kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea nchini Iran. Amesema kwamba tuna vita ambavyo vinaendelea, nadhani ni muhimu kuwa hapa, alisema, na akisisitiza kwamba alikuwa akitarajia kuonana na rais Xi Jinping. Hatua hiyo inakuja siku moja baada ya Trump kuliambia gazeti la Uingereza la Financial Times kwamba anaweza kuahirisha mkutano huo ikiwa China haitasaidia kufungua mlango wa bahari ya Hormuz, njia muhimu ya maji kwa usafirishaji wa mafuta. Amesema kwamba matamshi hayo ya Trump yanakuja huku msuguano kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani ukizidi kuchochewa na vita vya Iran. Beijing ni mnunuzi mkuu wa mafuta ya Iran na imekosoa mashambulizi ya Marekani pamoja na Israeli dhidi ya nchi hiyo. Washington DC pia imetangaza kuwa itachunguza mazoea ya biashara kati ya orodha ya nchi pamoja na Uchina baada ya sera ya ushuru ya Trump kutupiliwa mbali na mahakama ya juu mnamo Februari. Wawakilishi kutoka Marekani pamoja na China wamekutana katika jiji la Paris katika siku za hivi karibuni kwa mazungumzo kuhusu uwekezaji kuhusu vikwazo vya kiuchumi. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, Trump amesema kwamba hakuna kilichosalia katika makombora pamoja na droni huko nchini Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa Iran sasa ina takriban 8% tu ya makombora yake na idadi ndogo ya ndege zisizokuwa na rubani. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi yake ya Oval White House siku ya jana jioni, na huku makamu wake wa rais JD Vance akiwa amesimama karibu naye, alisema ndiyo, bila shaka. Alipoulizwa ikiwa kweli vita vitaisha wiki hii, aliongeza akasema kwamba thizani hiyo, lakini vitaisha hivi karibuni, haitachukua muda mrefu. Bwana Trump pia alisema alihisi analazimika kuchukua hatua za kijeshi, na akiongeza kuwa tutakuwa na ulimwengu salama baada ya vita hivi kumalizika. Amekuwa akidai mara kwa mara kwamba mashambulizi ya pamoja ya Marekani pamoja na Israeli yameharibu sehemu kubwa ya uwezo wa kijeshi wa Irani na kwamba vita hivyo vitamalizika hivi karibuni sana, ingawa hakuna muda maalum ambao umetangazwa bado wa kumalizika kwa operation hiyo. Aidha, amesema baadhi ya nchi zimekatisha tamaa kwa kutoingia au kumuunga mkono Marekani katika vita hivyo. Bwana Trump ametaja hasa mataifa ya wanachama wa NATO na kurejelea mazungumzo yake pamoja na Keir Starmer ambaye alisema awali alikuwa akisita kuomba msaada, lakini baadaye akatoa usaidizi fulani. Bwana Trump ameongeza kwa kusema kuwa kwa sasa tumeshinda tena, tuhitaji tena meli zako za kubeba ndege. Penzi mtazamaji, hayo yakiwa yanaendelea, tunaambiwa kwamba Israeli imesema mkuu wa usalama wa Iran Larijani ameuawa katika mashambulizi. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz amesema Ali Larijani ameuawa. Katika taarifa, waziri huyo amesema kwamba amearifiwa tu kuhusu kifo cha afisa mkuu wa usalama wa Irani kufuatia mashambulizi ya Israeli usiku kucha. Vyombo vya habari vya Irani vimesema ujumbe kutoka kwa afisa mkuu wa kiongozi huyo utatumwa muda mfupi ujao. Takriban vyombo viwili vya habari vya Irani vimesema afisa mkuu wa usalama amechapisha ujumbe hivi karibuni. Afisa wa kijeshi wa Israeli amethibitisha kwa kupitia BBC kwamba kiongozi huyo alilengwa na IDF. Machapisho kutoka katika shirika la habari la TMS yanasema kwamba ujumbe huo utachapishwa baada ya dakika chache. Wanasema mara ya mwisho Larijani alionekana hadharani ni siku ya maandamano ya Quds huko Tehran mnamo tarehe 13 Machi, kulingana na kauli yake ya X ambayo ilidaiwa kumwonyesha barabarani akipunga mkono na kuzungumza na wafuasi wake. Siku moja kabla alimdhihaki Rais Trump kwenye mtandao wa kijamii akichapisha taarifa zake kwenye X kwamba Trump anasema kwamba anatafuta ushindi wa haraka, hatutakubali hadi tuombwe msamaha kwa kosa hili kubwa. Katika chapisho jingine mnamo Machi 10, kiongozi huyo alisema Irani haikuwa na hofu pamoja na vitisho vya Trump, akiongeza kwamba hata wale wakubwa kuliko wewe hawawezi kuangamiza taifa la Iran. Penzi mtazamaji,
Moja kwa moja twende katika taarifa nyingine ambayo tunaambiwa kwamba mamlaka ya Irani imekamata mamia ya vifaa vya Starlink. Wizara ya kijasusi ya Irani imesema katika taarifa kwamba imekamata mamia ya vifaa vya Starlink vilivyotumwa na adui, ikimaanisha Marekani pamoja na Israeli. Vyombo vya habari vya Irani vimeripoti taarifa hiyo. Taarifa hiyo imesema kwamba kwa mujibu wa sheria, kupata na kutumia Starlink ni uhalifu, na wakati wa vita mtu yeyote anayefanya hivyo atachukuliwa hatua kali zaidi. Kutumia Starlink nchini Irani kuna adhabu ya hadi miaka 2 jela. Bado ni vigumu sana kuwasiliana na wale walio ndani ya Irani wakati interneti ambayo imekuwepo tangu kuanza kwa vita imeminywa, lakini wakazi wenye ujuzi wa teknolojia wamekuwa wakitumia vifaa vya SpaceX vya Starlink pamoja na kushiriki miunganishi yao pamoja na watu wengine. Turudi sasa katika bara letu la Afrika na moja kwa moja twende paka pale nchini Rwanda. Tunaambiwa kwamba Rwanda imetishia kuondoa wanajeshi wake nchini Msumbiji. Rwanda imetishia kuviondoa vikosi vyake vya kupambana na ugaidi nchini Msumbiji ikiwa wafadhili wa kimataifa hawataendelea kutoa fedha za kudumu katika jeshi hilo. Waziri wa Rwanda wa mambo ya nje amesema vikosi vya Rwanda vinakabiliwa na mashaka, lawama pamoja na ukosoaji kutoka katika nchi ambazo zinafaidika na uwepo wa Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji. Anasema kwamba tukishindwa kupata ufadhili endelevu, basi Rwanda itaviondoa vikosi vyake, amesema waziri huyo. Wiki iliyopita Marekani ilizuia visa kwa baadhi ya maafisa wa Rwanda kwa vile Washington DC imesema kwamba kuchochea mzozo mashariki mwa Kongo, ikiongeza shinikizo baada ya vikwazo vya kijeshi. Vikosi vya Rwanda vinasaidia kupambana na wanamgambo wa dola ya Kiislamu nchini Msumbiji ambao walianzisha mashambulizi makali mwaka wa 2017. Operation hiyo imewaletea usalama wakazi na kuruhusu miradi ya maendeleo kuendelea, ikiwa ni pamoja na mradi wa gesi asilia pamoja na kampuni ya Ufaransa. Serikali ya Rwanda imesema kwamba jitihada zake zote za kijeshi zinapaswa kuthaminiwa. Hayo yakiwa yanaendelea, Kigali, moja kwa moja twende mpaka nchini Nigeria. Tunaambiwa watu takriban 23 wameuawa nchini Nigeria. Mashambulio hayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kutokea katika mji huo ndani ya kipindi cha hivi karibuni. Watu wasiopungua 23 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika mashambulizi ambayo yanadhaniwa kuwa ni ya kujitoa muhanga ambayo yamefanywa usiku wa kuamkia leo hii katika mji wa Maiduguri kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mashambulizi hayo yametajwa kuwa ni mabaya zaidi kuwahi kutokea katika mji huo ndani ya kipindi cha hivi karibuni. Wafanyakazi wa kutoa huduma ya dharura wameliambia shirika la habari la AFP kwamba milipuko imeripotiwa katika maeneo matatu ambayo yalikuwa na msongamano wa watu kwenye mji mkuu huo wa jimbo la Borno, ikiwa ni pamoja na kwenye soko kuu la eneo la kuingia hospitali ya mafunzo ya chuo kikuu cha Maiduguri. Hakuna kundi limedai kuhusika na mashambulio hayo, japo yanashukiwa kuwa ni kundi la Boko Haram.